Asham TZ always you available. Karibu sana katika channel yako hii pendwa. Nikukumbusha tu kama bado hujasubscribe basi subscribe, pia bonyeza alama kengele. Usisahau kushare, kucomment kwa sababu unapofanya vitu hivyo, kwanza ukicomment tunajua matatizo yetu wapi, upungufu wetu wapi, pazuri petu wapi. Kwa uchache tu kuelezea dabi ya jana kati ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans. Dabi ambayo iliyomalizika kwa sare ya 2-2 na imechezwa katika uwanja wa Meja Samuel, jina Meja Samuel katika eneo la Mbweni. Mechi ilikuwa safi sana. Tumeona ile dabi ambaye miongoni mwa dabi 4 barani Afrika mpaka dabi katika 10 bora hiyo imo. Ni manake jana tumeona mechi ambaye yenye hadhi ya CAF, lakini kwa bahati nzuri uwanja muda mwingine haukuwa rafiki sana. Labda tu niseme kutokana na maybe mvua, na niseme tu kama jana ingeisha mvua basi inawezekana mechi singeenda kuchezeka kabisa, kwa sababu tulikuwa tunaona jana baadhi ya movement zilikuwa mpira ukipigwa haufiki sehemu ambapo unapotakiwa, mpaka inalazimika mchezaji anatakiwa aufuate pale ambapo unapoenda, hali ya kuwa mpira katika uwanja ambaye kawaida upo safi kabisa unakuwa na kasi kubwa kutokana na nyasi kuwa hazina unyevu wote. Lakini tumeona jana katika upungufu huo kidogo, na kuna baadhi ya maeneo ya uwanja, lakini pia haikuondoa kabisa ladha ya dabi. Dabi inabaki kuwa pale kama dabi, na ukubwa wa dabi inabaki kuwa ukubwa vile vile. Pongezi sana, kwanza kabisa pongezi sana kwa waamuzi wa mchezo wa jana. Dada niseme tu kwa sababu sio wa Tanzania, na mimi wamenionyesha vitu vikubwa sana NBC Premier League tangu waanze kubadilisha waamuzi katika mechi za dabi, hasa katika mechi ya pili ambayo inaamua maamuzi ya ligi au hatima ya ligi kwa nani anaweza akawa bingwa. Tukiacha waamuzi, ukiangalia kwenye mchezo wenyewe, niseme tu labda kwa namna fulani unaweza kumlaumu kidogo kocha wa Simba, lakini muda mwingine ndio hali ya mchezo inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu ndani ya dakika 15 umecontrol mpira, unapata magoli mawili ndani ya dakika 15. Mimi si wapinzani wako unawapa kinyongo tena, unanyonyesha kabisa kwamba unaapa sasa. Pale unawapelekea mashabiki walikuwa wanawaza mambo mengi. Mashabiki wengine walikuwa wanaanza kwa mechi imeisha. Mashabiki wengine walikuwa wanaanza sasa leo zile 5 zinarudi. Yaani mashabiki wengine walikuwa wanaona kabisa hizi 5 zinakuja. Mechi Simba alishika ndani ya dakika 15. Na kwa nini Simba mechi alishika? Kwa sababu Yanga waliwatoa Simba mchezoni kwa siku moja kabla, kwa kusema uwanja ule haupaswi kuchezea dabi, na kuona kuwa uwanja ulikuwa hata mpira haudundi, na ulikuwa kikweli hali yake ilikuwa sio kabisa. Lakini baada ya kulala siku moja na baadhi ya maji kuanza kukauka, uwanja ukawa na hali nzuri kidogo. Lakini Simba ile saikolojia yao ya Yanga ya kusema ule mchezo haikuwaingia, na badala yake walifocus mechi zaidi, na kuingia tu mchezoni. Simba akakontrol mpira, water performance safi kabisa. Clatous Chota Chama ameonyesha ubora wake wa NBC Premier League, ameonyesha ubora, ameonyesha ufalme. Maana ule sio ubora, ameonyesha ufalme wake. Na niseme tu jana kuna baadhi ya wachezaji ndio wameamua hii mechi, walikuwa kwenye movement safi, na kutokana na hali ya uwanja baadhi ya movement zimekosesha ushindi Simba, na kuna baadhi ya movement zimekosesha ushindi Yanga. Na tusilaumu sana kutokana na mechi yenyewe ilikuwa na tension kubwa, kila mtu alikuwa na wasiwasi ya kupoteza mchezo. Yanga alikuwa na wasiwasi ya kupoteza mchezo wa mechi mbili mfululizo mara baada ya mechi ya Zanzibar kufungwa goli 1-0 kwa goli ambayo ilitokana na dakika 120 kutokana kwa penalty ya Suleiman Mwalimu dakika 118. Kwa hiyo gamu ilikuwa na tension sana. Yanga alikuwa anataka kurudisha au kutoa wasiwasi kwa mashabiki zake, na Simba alikuwa anataka kuendeleza ule tunasema ubabe wa Yanga wa kuenda mechi 8 au mechi 10 kwa kuto kufungwa mechi nyingi na Simba. Kwa hiyo mechi ilikuwa na tension kubwa sana, lakini tumeona ndani ya dakika 15 Simba alikuwa na control mpira safi kabisa. Sasa basi hapo ambao unakuja kumlaumu kidogo kocha Simba, haiwezekani ucontrol mpira dakika 15. Kwa mimi ninavyojua Yanga sasa hivi, na sio sasa hivi, ina miaka 5 au miaka 7, ndani ya dakika 20 kwenda 2-1
kwa sasa hivi Yanga sasa hivi sijaiona. Ni kuongozwa kwa dakika 15 kufunga goli 2-0. Yanga ya zamani sana sasa hivi. Lakini dakika 15 unaifunga 2-0 tena wachezaji maka unawachanganya kabisa wachezaji. Alafu badala yake unaambia wachezaji kidogo waache Yanga wacheze mpira, wakae nyuma wapaki basi au wasubirie Yanga apoteze mpira wao ndio washambulie. Kati wao wanaongoza 2-2 unaweza endelea kuwa force kushambulia. Low battery. Please charge. Yanatokea makosa kwa Israel Department amefanya makosa katika upande wa Dar es Salaam Africans katika magoli ya mojawapo magoli ya Simba, na huku na anakuja Dickson Kibabage na anafanya clearance mbovu. Lakini unasema kwa nini wachezaji wao wanakuwa na makosa hayo? Ni tuseme ni kasi ya mchezo na uhitaji wa mchezo. Mchezo ulikuwa na kasi sana, ulikuwa na uhitaji mkubwa sana, na ndio maana alikuwa na shida hizo za baadhi ya wachezaji kutokuwa na attention ya mechi. Sasa basi mojawapo ya mapungufu ya jana, kwanza mimi kwa upande wa Dar es Salaam Africans bado na miss Khalid Aucho bado na miss sana tangu aondoke Khalid Aucho. Mlisi husika kabisa wa Khalid Aucho bado sijaona. Yani Khalid Aucho alikuwa ana control low battery, anatuliza tempa ya wachezaji wake, kasi ya wapinzani anaipunguza, na panapolazimika yeye ashambulia anaenda kushambulia. Lakini Damalo bado ni kusema tu kabla ya mchezo kuanza, Damalo na mwenzake Kagoma, yani kama unatabiri mchezaji wa kwanza kati ya hao au mchezaji wa kwanza kupata kadi katika mechi hiyo, ukitabiri mkeka wa kwanza kumweka Kagoma, mkeka wa kwanza kumweka Damalo, kuna mkeka mmoja utakula, kwa sababu wao ni wachezaji ambao wanaewaza tu kubakisha mpira au baki mtu. Ni wachezaji ambaye brain yao kuna muda haitumiki zaidi ya mwili na zaidi ya uwezo wa akili ambao ulipofikia ndio pale pale. Yaani ukifikia kwamba hapa nimekosa mpira au nikiukosa mpira aende. Na muda mwingine makosa ambayo wanafanya wachezaji, kwa mfano kama Damalo, low battery, please charge. Kocha analazimika kumtoa Damalo kwa sababu kubwa moja tu. Anamfahamu sana Damalo. Damalo anapata yellow card. Lakini kocha anamtoa kwa sababu Damalo anajisahau kuwa mchezo unaendelea, lakini pia ana 99% za kujisahau kuwa na yellow card. Yaani matukio anaenda kuyafanya mengine kana kwamba hana yellow card. Yaani hilo ndio linachomkosi kocha, kwamba hamuamini kwamba akiwa na kadi ya njano Damalo una uhakika kwamba muda wote anaweza nkaa pungufu akatoa kadi nyekundu. Kwa sababu gani? Kuna movement anaenda kabisa, unaangalia sasa hii red card. Yaani kwa sababu yeye anakuwa na yellow card, lakini haiwazi ile yellow card, anaanza matukio mengine ya mchezo. Hawazi kwamba hapa naweza nikapata yellow card afu mpira ukaisha hapa. Na ndio maana kocha msimlaumu kumtoa Damalo. Damalo akipata yellow card hasa dakika za mwanzoni, yani kuna matukio anaenda kuyafanya mengine. Low battery, please charge. Yani anasahau kuwa yeye ana yellow card. Na hilo ndio kocha ambaye analiona sana kwa Damalo. Ndio maana muda mwingine anaweza kumtoa Damalo akamuingiza mtu wa mbele. Anamtoa Damalo anaingiza mtu mshambuliaji. Anaweza kumtoa Damalo akamuingiza Depu. Kwa nini? Kwa sababu anaenda bora aende akashambulie kuliko aende kukaba na watu ambaye anaweza kukaba akachukua muda wote kadi nyekundu. Na Yanga kurudisha yale magoli mawili, hasa goli la kwanza, Simba anaongoza 2-0 ndani ya dakika 15. Kwa goli la kwanza mimi siwezi nikampa pongezi kocha wa Yanga. Mimi nawapa pongezi wachezaji wa Yanga kwa wao wanaohitaji ule mchezo. Walikuwa wanasema kabisa kwamba sisi mchezo tunauhitaji kwa kutuliza tempa ya Simba, lazima tusawazishe ile goli na lazima tuende mpaka half time, kama sio 2-2 basi 2-1. Low battery, please charge. Na Fipini kocha alikuwa akasimama tu, walikuwa na baadhi ya watu wanaamrisha waende mbele warudi nyuma, lakini jinsi gani goli litasawazishwa au watapata hata goli moja, yeye alikuwa movement hizo zilikuwa anaachia wachezaji wenye uhitaji ule mchezo. Baada ya kwenda first half kwa maelekezo, Simba wamejisahau tena, kurudi dakika ya 60 haijafika, dakika 50 plus Yanga anasawazisha goli.
mechi inakuwa mpya kabisa na Simba anaingia kwenye hofu kwamba yoyote anaweza akashinda mchezo. Tayari mechi ilikuwa wazi tena, pia nikupige full time finish 2-2. Game imekuwa be completed kwa sare ya 2-2, lakini kwamba Yanga alikuwa na uhitaji wa ushindi au sare. Uhalisia alikuwa anahitaji ushindi au sare, kwa sababu alikuwa anataka abakishe pointi 5 au aende pointi 8. Pointi 2 kwa risk, low battery, na ndio maana hata ukiangalia maongezi ya kwanza kabisa kwa makocha na mashabiki na wasemaji wa Simba walikuwa wanaamini kuwa hii mechi ya jana kama asiposhinda, kwa sababu wao wanaamini anaweza akaituliza Yanga, anaweza kumfunga Yanga ni Simba Sports Club, kwa sababu ameshaona Simba ameshinda kumfunga Yanga na ameenda mechi 39 Yanga bila kufungwa. Kwa maana hiyo anao uwezo kwa maana hiyo sasa hivi ana mechi 39 bila kufungwa Dar es Salaam Africans. Pia anao uwezo wa kumaliza ligi bila kufungwa. Na akimaliza ligi bila kufungwa anaifikia rekodi yake mechi 49 bila kufungwa. Sababu anapiga mechi 10. Akifikia mechi 49 bila kufungwa, anasubiria msimu ujao avunje rekodi na kufikia baadhi za rekodi na kuvunja baadhi ya rekodi ya vilabu vikubwa barani Ulaya. Hasa Arsenal alishawahi kufika mechi 49 bila kufungwa. Kwa maana hiyo ndio maana Simba alikuwa anaenda na attention ya mechi ya jana ni kushinda tu. Na alianza vizuri na attention. Low battery. Please charge. Anaambiwa warudi nyuma ndale sababu anaongoza 2-0, wasubiria wazao wacheze. Hiyo ndio kidogo iwarudisha nyuma kimchezo. Lakini yote kwa yote mchezo umemalizika salama. Hakuna yote anayelaumu. Pale halaumiwi mchezaji, halaumiwi refa, halaumiwi bodi ya ligi, na niwapongeze tu kwa NBC Premier League. Licha ya wapinzani kuleta maangalizo ya mechi, maangalizo ya uwanja, lakini wao walisimama mstari mmoja. Mechi inaenda kuchezwa, haijalishi itakuwaje, mechi itaisha salama, haitaisha salama, lakini mechi inaenda kuchezwa hapo hapo. Walikuwa na msimamo huo na mechi imeisha, yaliyosema yamesemwa. Japokuwa uwanja haukuwa rafiki, lakini mechi imeisha salama. Na mimi nisingeshangaa kifupi jana Yanga kama angefungwa. Kwa jinsi ya uwanja ulivyo, yani sijashangaa na jinsi walivyoendea mechi, nisingeshangaa. Lakini low battery, please charge. Nimeshangaa kwa kuongoza 2-0 ndani ya dakika 11 na kurudi magoli yote mawili. Kwa sababu sijajua mara mwisho Yanga kufungwa dakika 10 na dakika 15 kufunga goli 2 lini. Japokuwa kwa mechi ya dabi ishajirudia hiyo mara nyingi sana. Simba Sports Club alishawahi kuongoza goli ambalo hajadumu hata dakika 5. Tunakumbuka kina Baba Mapinduzi kipenseli kipindi kile Yanga ilikuwa ya ovyo kabisa. Lakini goli halijadumu dakika 5 limerudi. Yanga ambayo ilikuwa inaongoza inaenda half time 3. Lakini imerudi kipindi cha pili imerudi, lakini umeona tofauti ya zile tatu za Yanga na Simba. Utofauti ya zile kwamba watu kwanza mpaka wameenda half time, wameenda kupangwa upya, turudi hivi. Lakini hii magoli yameanza kurudi ndani ya dakika zile watu ambao wamepagawa akiwa anarudisha goli. Kwa imekuwa na tofauti kabisa kidogo, imekuwa tofauti. Nimeshangaa. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always available.